Katika siasa za Kenya kuna viongozi wanaopita kama kivuli na wako wanaoacha alama nzito ardhini, hata kama ni kwa migogoro. Gavana wa Kiambu, Kimani Wamatangi, anaonekana kuwa wa kundi la pili. Tangu aingie madarakani, safari yake imekuwa si utulivu wa kiutawala, bali ya mapambano ya wazi na ya chini kwa chini dhidi ya serikali ya kitaifa na wabunge wa eneo lake wanaoegemea Ikulu. Your Excellency, sisi tuko na raha siku ya leo kwa sababu mimi hivi karibuni nitakuwa mdosi wa hapa Kiambu. Niseme sisi wana Kiambu tulisema mambo ya siasa, wakati huu hatutapiga siasa. Wacha tufanyie watu wetu kazi. Tukifanya kazi, siasa inakuja mwaka wa 2027 na tutakuwa tayari, Your Excellency. Saa zingine unajua simba akitulia anaonekana kama ni paka vile walivyosema, Your Excellency. Lakini sisi tuko sawa, Your Excellency. Na hii kazi tutaendelea naye, Your Excellency. 2027 siasa itajipanga na tutakuwa humo na Kororia. Mimi ndio sitting governor wa kaunti ya Kiambu. Mimi ndio governor to be wa Kiambu. Don't be in doubt in your mind. Wana Kiambu hoye! Wana Kiambu hoye! Wangapi wako na Wamatangi hoye! Tuone kwa mikono wenye wako na Wamatangi. Haya basi, kama uko na taswishi, ujue governor ambaye yako na anakuja ni mgani. Ni safari inayofanana na kutembea juu ya kamba nyembamba, kila hatua ikipimwa, kila kauli ikichunguzwa na kila uamuzi ikigeuzwa silaha ya kisiasa. Wamatangi aliingia ofisini akiwa na taswira ya gavana anayejua anachotaka na aliye tayari kukabiliana na mifumo iliyokita mizizi, lakini mtizamo huo ulimweka moja kwa moja katika mkondo wa mgongano na serikali ya taifa, hasa pale mipaka ya mamlaka kati ya kaunti na serikali kuu ilipoanza kugongana. Kwa wabunge wa Kiambu wanaomuunga mkono Rais William Ruto, Wamatangi hakuwa gavana, alikuwa kikwazo. Alionekana kama sauti inayopingana na mwelekeo wa kisiasa wa kitaifa, gavana anayesema hapana pale ambapo wengine walisema ndio. Migongano hiyo haikubaki kwenye mikutano ya faragha. Mara kadhaa ililipuka hadharani, hata mbele ya rais mwenyewe. Mwaka 2023 mvutano huo ulifikia kilele chake cha kwanza. Jaribio la kumwondoa madarakani kupitia hoja ya kumtimua lililetwa likiwa kama kisu kilichochorwa taratibu kwa miezi mingi. Ilikuwa ni onyo kali: ama badilishe mwelekeo au akubali gharama ya kusimama peke yake. Ninaomba Governor Wamatangi, ninakuomba udilink Wamatangi Foundation from the activities of the county government. Delink. Hapo awali watu wa Kiambu wamekuwa na shida. Serikali ya kwanza, serikali ya pili na sasa hii ni ya tatu. Hatugoji sasa hiyo ya tatu kuwa tunakuwa mashinda yetu. Sasa saa hii tunataka governor akuje, tukae chini atueleze kazi tutafanya aje. Wamatangi alinusurika, lakini kama ilivyo kwa vita vingi vya kisiasa, ushindi huo haukumaanisha amani. Badala yake ulikuwa ni mapumziko mafupi tu. Oktoba mwaka 2025 kivuli cha kutimuliwa kilirejea tena, ishara kwamba vita havikuwa vimekwisha bali vilikuwa vimeahirishwa. Kwa mara ya pili Wamatangi alipita kwenye tundu ya sindano, lakini kila jaribio lilimwacha akiwa dhaifu zaidi kisiasa, huko uhasama ukizidi kukomaa. Tukio hili ambalo limefanyika hapa, kwanza la kusikitisha sana, anahuzunisha sababu kumekuwa na hasara kubwa sana na damage ambazo zinayofanywa, ambazo unaona hazikuwa za kutoa mtu katika eneo ambalo ameoccupy bila sheria. Unaona ni kama kulikuwa na revenge. Tukio la Januari 14 mwaka 2026 ambapo bulldozer zilibomoa yadi ya magari inahusishwa na gavana huyo karibu na uwanja wa Nyayo lilisomwa na wengi kama zaidi ya utekelezaji wa sheria. Ilikuwa tamko. Katika siasa za Kenya, mamlaka mara nyingi wasiliana si kwa barua bali kwa vitendo vinavyoacha athari ya kuona. Kwa Wamatangi, tukio hilo lilikuwa mfano wa kile ambacho amekuwa akikabiliana nacho:
mfumo unaotumia nguvu za kisheria na kiutawala kumkumbusha nani ana nguvu ya mwisho, lakini pia lilimpa nafasi ya kuimarisha simulizi lake la kisiasa la kiongozi anayenyanyaswa kwa kusimama imara. Nilienda mpaka kule kwa watu ya reli, nikachukua lease ya 65 na nilalipanga kila mwezi tunalipa, lakini haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself, when will this political persecution end for me? Kiambu, Wamatangi sasa anatembea njia upweke. Wabunge wengi wamechagua upande wa serikali kuu wakiamini ushirikiano unaleta rasilimali na usalama wa kisiasa. Wamatangi kwa upande mwingine anaonekana kuchagua msimamo kuliko maelewano. Ni msimamo unaompa hadhi ya mpiganiaji kwa wafuasi wake, lakini pia unamfanya kuwa mlengwa rahisi kwa wapinzani wake. Kama msemo wa Kiswahili usemavyo, mti uliosimama peke yake upigwa na upepo pande zote. Kwa Kimani Wamatangi, migongano na serikali ya kitaifa si tukio la bahati mbaya, ni sehemu ya utambulisho wake wa kisiasa. Amejijenga kama gavana anayepigania mamlaka ya kaunti, hata kama gharama yake ni vita visivyoisha na wale walio juu ya mlima wa mamlaka. Swali linalosalia ni hili: je, mapambano haya yatamjenga kama shujaa wa kisiasa anayesimama kwa kanuni, au yatamchoka kabla hajafika mwisho wa safari yake ya uongozi? Katika siasa za Kenya, historia inaonyesha kuwa wanaopigana na mfumo wanaweza ama kuibuka kama alama za mabadiliko au kama onyo kwa wengine. Wamatangi bado yuko katikati ya simulizi hilo, akitembea kati ya ujasiri na hatari, kati ya kanuni na gharama zake.